Habari ya asubuhi. Bwana ni mwema na wakati wote. Tunamshukuru sana Mungu wetu kwa kutupatia nafasi nyingine tena ya kuja kumwabudu asubuhi hii ya leo. Jina la Bwana litukuzwe sana. Kama ambavyo dada yetu ameimba hapa, tunamsifu Baba, tunamsifu Roho, tunamsifu Mwana wa upendo kwa jinsi ambavyo Mungu ametubariki na kutupa nafasi nyingine tena asubuhi hii ya leo. Nipende kuwakaribisha wale wanaofuatilia katika YouTube channel ya Magomeni SDA Church pamoja na wale wote ambao mko hapa, karibuni sana katika The Morning Sunrise ya hapa Magomeni. Tunaendelea na thimu yetu ambayo tunajifunza juu ya maisha yenye mafanikio. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuweza kuja tena kukuabudu asubuhi hii ya leo. Tunajiweka mikononi mwako kwa dakika tulizo nazo hapa kwa ajili ya kutafakari neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu akatufundishe na tukaelewe neno lako na jina lako likatukuzwe. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba kupitia jina la Yesu, amen. Tunaendelea na mada yetu ambayo tunaangazia maisha yenye mafanikio. Ninaendelea kuweka msisitizo katika ukweli ufuatao. Tunapozungumzia swala la mafanikio katika maisha, hatuzungumzii kipengele kimoja peke yake. Tunapozungumzia mafanikio katika maisha, tunazungumzia nyanja zote za maisha. Kama ambavyo neno la Mungu linasema ya kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hivyo tukiongelea mafanikio, tunaongelea mafanikio katika maisha ya kimwili. Tunaongelea mafanikio katika maisha ya kiroho. Tunaongelea mafanikio katika maisha ya kijamii. Tunaongelea mafanikio katika maisha ya kiakili. Mafanikio ya mwanadamu yanaundwa katika nyanja zote. Kwa hiyo usiangalie kipengele kimoja tu, wala usitafsiri katika engo moja peke yake. Mafanikio yanatafsiriwa katika ukamilifu wake au ujumla wake. Mada zilizopita tuliangalia nini maana ya mafanikio, na tukaona watu wengi wakielezea, wakifafanua maana ya mafanikio. Tulipata maana ya mafanikio kutoka kwa Ellen Hammond akieleza ni haja ya moyo, hitaji la moyo. Ndani ya mwanadamu kuna hitaji la moyo, kuna kitu ambacho anakihitaji ambacho kwa sasa huyo mwanadamu ana. Hiyo inatafsiriwa kama shauku ya kuwa na mafanikio. Lakini jana tuliangazia kipengele kinachozungumzia msingi wa mafanikio. Mafanikio yoyote yana msingi, na tukaona msingi wa mafanikio ni Mungu. Mungu ndiye chanzo cha mafanikio. Tunapozungumzia mafanikio katika maisha, katika nyanja zote nne, Mungu ndiye chanzo. Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yako ya kimwili. Nisikilize vizuri. Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yako ya kijamii. Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yako ya kiroho, na Mungu ndiye chanzo cha mafanikio yako ya kiakili. Maana yeye ndiye msingi wa mafanikio katika maisha. Bwana asifiwe. Na utaniuliza kwa nini Mungu awe msingi? Maandiko yanasema yeye ndiye anayetupanda. Yeye ndiye anayetupatia maisha. Yeye ndiye anayetupatia uzima. Yeye ndiye anayetupatia vitu vyote. Matendo 17 mstari ule wa 25. Kwa hiyo tutakubaliana na Yeremia katika kitabu cha Yeremia 17 mstari ule wa 7, anasema amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ndiye tumaini lake, naye atafananishwa na mti uliopandwa. Kwa hiyo Mungu ndiye chanzo cha mafanikio, maana yeye ndiye anayetupanda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha rahisi, yeye ndiye anayetupatia kuwepo kwetu. Tunaishi kwa sababu ya yeye. Yeye ndiye anayetufanya tuwepo hapa.
Utakubaliana na mimi ya kwamba katika mafanikio yoyote yale hayaibuki tu mara moja hivi pap, yana mchakato wake. Haleluya. Kwa mfano tunatumia kielelezo cha mti. Mungu anapanda mti, Mungu ndiye mkulima, anaweka mti. Sasa mti hauwezi ukaanza katika ukubwa wake. Mti unaanza na nini jamani? Na mbegu. Bwana asifiwe. Mbegu. Na leo ndo tunaangazia kipengele hicho, mbegu ya mafanikio. Katika mafanikio haya ambayo tunayazungumzia, yana mbegu yake ambaye mkulima, yaani Mungu, anaiweka katika maisha yetu. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 25. Mathayo sura ya 25 ni sura ambayo ina mafungu 46. Naomba nieleze tu kwa kifupi, alafu nitachukua tu kile kipengele cha katikati. Ina mafungu 46, na sura hii ya Mathayo ni sura inayozungumzia mambo ya siku za mwisho, na hasa ikizungumzia habari za kanisa. Fungu la kwanza mpaka la 13 linazungumzia habari ya wanawali 10, 5 werevu, 5 wapumbavu, ikiwa inaweka msisitizo kwa habari ya kupokea Roho Mtakatifu. Wale 5 walikuwa na Roho Mtakatifu na wale wengine walikuwa hawana Roho Mtakatifu. Lakini sura ya 14 ukishuka mpaka mstari wa 20 na mpaka wa 30 inazungumzia habari ya talanta. Talanta. Hapo ndipo tutakapoangazia mada yetu ya leo tunapoangalia mbegu ya mafanikio. Mstari wa 31 mpaka 46 inaongelea habari ya wanakanisa au wanajumuiya ya kanisa, jinsi wanavyofanya huduma kwa jamii. Maana yake ni nini? Yaani maneno ya Yesu. Yesu anakazia mambo ya msingi yaliyowekwa katika mambo matatu yanayopaswa kuwepo katika kanisa siku za mwisho. Jambo la kwanza ni nini? Lazima tuwe wanawali welevu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuwa mwanamwali mwelevu maana yake ni kupokea Roho Mtakatifu. This is the time for receiving the Holy Spirit. Ni muda wa kupokea Roho Mtakatifu, na hapo ndipo utakuwa mwelevu. Bwana asifiwe. Namba 2, Yesu ana kitu ameweka ndani yako. Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, ndani yangu, na hicho ndicho tunachojifunza leo hapa, mbegu ya mafanikio. Fungu la 13 hadi 30 Yesu anazungumzia habari ya talanta. Wale wote wanaosubiria kurudi kwa Yesu lazima watambue talanta ambazo Mungu ameweka ndani yao kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na ile fungu ya mwisho yanaongelea habari ya huduma kwa jamii. Tuliwaona wangapi waliokuwa magerezani, wale ambao walikuwa hawana chakula. Tuliwatembelea wale ambao walikuwa katika vifungo na watu kama hao, makundi kama hayo. Biblia inasema tutakapofanya hayo tutakaribishwa katika makao ya milele, maana tumetenda yaliyo mema. Haleluya. Sasa mimi nataka nikazie habari ya mbegu ya mafanikio, kile kipengele cha katikati, talanta. Talanta. Sasa mti wowote ule, hata mbuyu, tunafahamu mbuyu ndio mti mkubwa. Sio kama kuna mti mwingine ambao unaweza kuwa ni mkubwa zaidi ya mbuyu. Mti wowote mkubwa umeanza kama nini jamani? Mbegu. Ulianza kama mbegu, haukuibuka tu hivi, ulianza kama mbegu. Ni either ulipandwa au hiyo mbegu ilidondoka mahali fulani ambapo ikapata huduma na hatimaye ikaendelea kukua, ikakua. Katika kuyafikia mafanikio yale tunayoyazungumza, ambayo Biblia inayafafanua kwamba naomba ufanikiwe, hayo mafanikio yanaanza na mbegu ambayo Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amewekeza ndani yako, amepanda, na hiyo mbegu aliyoiweka Mungu anakusudia izae. Sasa Biblia inaeleza hivi, Mathayo 25 mstari wa 14, naomba nisome. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake,
akampa mmoja talanta 5, zingatia, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Maneno yanayofuata yanasema kila mtu kwa kadri ya uwezo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Akachuma faida nyingine 5. Vile vile wa yule wa 2 na yeye akaenda akachuma nyingine faida 2. Fungu la 18. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5. Akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na uaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu katika machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Haleluya. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta. Akamwambia, wewe mtumwa mbaya na uregevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Sikiliza fungu la 28. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atafanya nini? Atanyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amewekeza ndani ya maisha ya wanadamu. Haleluya. Haleluya. Na hiyo ndio tunayoita uwezo, talanta, kipawa, kipaji. Uwezo fulani wa kufanya jambo zaidi hata ya watu wengine. Mungu ameweka ndani yako. Mungu ameweka ndani yangu. Hicho kinaitwa kipaji. Bwana Yesu asifiwe. Kipaji ni nini mchungaji? Kipaji ni uwezo ambao mtu anazaliwa nao, na anazaliwa nao kwa ajili ya kutenda mambo kwa ufanisi na kwa ubora zaidi. Na kipaji kinaonyesha mtu anaweza kufanya kitu kwa ustadi na ufanisi zaidi ya watu wengine. Utaniambia mchungaji, mimi sina kipaji. Biblia inasema hakuna mtu asiye na kipaji. Bwana asifiwe. Sasa hivi kipaji ni nini? Mwandishi mmoja anaitwa Daniel Cole, katika kitabu chake kinaitwa The Talent Code, anatoa code za talent. Alisema kipaji ni zawadi ya kipekee kutoka kwa Mungu, na zawadi hii ni ya asili ambayo mtu anazaliwa nayo kumsaidia kufikia malengo yake. Naomba nisome tena. Mwandishi mwingine anaitwa Stephen Covey, yeye aliandika hivi kwenye kitabu kinaitwa The 7 Habits of Highly Effective People. Alisema hivi: kipaji ni uwezo wa kipekee ambao mtu hutumia ili kufanikiwa na kufikia malengo yake. Huyu naye anaeleza hivyo hivyo. Na mwandishi mmoja anaitwa Elizabeth Gilbert, yeye aliandika hivi kwenye kitabu kinaitwa Creative Living Beyond Fear. Alisema kipaji ni njia ambayo mtu anatumia kuonyesha uwezo wake na kuleta athari kwa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nimeweka pause kidogo. Kumbe kipaji lazima kilete nini jamani? Athari.
lazima kiathiri. Mchungaji mmoja, ni mchungaji wa kanisa letu, aliwahi kueleza hivi, anaitwa Sam Nevers. Alisema wale ambao Mungu amewapa vipaji siku zote, watu ambao ni creative, hao ni wasumbufu. Unaona watu ni wana ubunifu, ni watu wenye vipaji, wanaonyesha. Wote tuna vipaji, tutaangalia, lakini wale ambao wamejitambua, wakaonyesha, wakadhihirisha vipaji vyao, wanasema ni wasumbufu. Kwa nini? Kipaji kwa mujibu wa mwandishi huyu anasema lazima kiwe na athari, lazima kilete tu disturbance fulani katika jamii, katika dunia. Kipaji, na hiyo ndiyo mbegu Mungu ameweka inayoweza kukusaidia kuyafikia malengo yako, kuyafikia mafanikio yale ambayo Mungu anahitaji wewe uyafikie. Sasa ni mambo gani ya msingi ambayo tunapaswa tuondoke nayo asubuhi hii ya leo? Jambo la kwanza, tambua ya kwamba kila mtu Mungu amemjalia kipaji. Kila mtu. Yaani usiseme kwamba mimi sina kipaji. Hapana, ni kwa sababu wewe bado hujatambua kipaji chako ni nini. Unajua hata nikikuuliza hapa na wale mnaofuatilia online kwamba hivi wewe kipaji chako ni nini, kuna mtu ataniambia kabisa kwamba mimi sina kipaji. Anaenda kinyume na Biblia. Biblia kwani inasemaje? Sikiliza. Katika Petro wa kwanza 4 mstari wa 10, ukisoma katika tafsiri ya Kiswahili cha kisasa, anasema kila mmoja anapaswa kutumia kipaji alichojaliwa na Mungu kwa faida ya wengine. Haleluya. Kama wakili mwema wa zawadi mbalimbali za Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anawajalia watu vipaji. Ndio maana hata katika fungu letu ile lisoma la Mathayo 25, maandiko yanasema huyu alipewa talanta ngapi? 5. Huyu akapewa ngapi? 2. Huyu akapewa ngapi? 1. Alafu kuna maneno pale yanasema kila mtu alipewa kwa kadri ya uwezo wake. Kwa hiyo Mungu amekupa kipaji. Homework ulionayo leo ni kwenda na kutafuta, hivi kipaji changu ni kipi? Maana umepewa, Biblia inasema kila mtu amepewa, anapaswa atumie kwa faida ya watu wengine. Kwa hiyo kipaji sio kwa ajili ya faida yako. Japo ndio ukiangalia kuna mahali kipaji kinaweza kukunufaisha wewe uliyepewa, lakini target yake kubwa Mungu ameweka kwa ajili ya manufaa ya watu wengine. Na ndio maana jambo la kwanza, wazo la kwanza la kuondoka nalo ni kwamba wewe unacho kipaji, na ndio mtaji wa mafanikio yako katika nyanja zote za maisha. Haleluya. Maandiko yanaeleza hivi katika Torati 8 fungu la 18, anasema bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, kwa maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Power to get wealth. Nguvu ya kupata utajiri. Hilo neno nguvu kwa lugha yake ya asili ni neno koach. Ni neno ambalo linamaanisha uwezo. Ni neno linalomaanisha kipaji. Linaweza kumaanisha talanta ambayo Mungu anaitoa. Kipaji chako, mtaji wako. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza lazima ufahamu ya kwamba unacho kipaji. Yaani usikae tu lele mama, unacho kipaji. Sasa ni kipaji gani? Na kupatia homework. Jambo la pili, kipaji ulichonacho, uwezo ambao Mungu amekupatia, unapaswa utumike. Ndio maana ukikaa bila kujua kipaji, wewe utakuwa mtu muovu. Nikikaa bila kujua kipaji changu, mimi nitakuwa muovu. Maana Yesu alihitimisha pale, anasema wewe ni mtumwa muovu na mlegevu. Kwa nini? Kwa sababu alipewa alafu hakutumia. Tumia kipaji. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana umeona hiyo sura niliyokusomea ya Mathayo 25, jambo la kwanza kabisa kuanzia fungu la kwanza hadi 13 linaongea habari ya Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Bila Roho Mtakatifu huwezi kugundua kipaji chako. Lazima Roho Mtakatifu akufunulie kipaji chako, na akikufunulia kipaji chako utakitumia. Bwana asifiwe sana.
Ndio maana anasema lazima watu watumie. Ni kosa kuwa na kipaji alafu ukakaa bila kutumia. Maandiko yanasema tunapofanya hivyo tunakuwa ni watumwa walegevu. Na ukweli kwamba Mungu anapowekeza ndani yetu anahitaji kila alichokiweka kiwe katika kutumika kwa kadri ya uwezo uliojaliwa. Mungu anahitaji utumie kile alichowekeza ndani yako. Unaweza ukaniuliza, mchungaji, labda vipaji nini? Ngoja nitaje tu vichache kwa sababu ya muda. Kuna uwezo wa kuimba. Unajua kuimba sio karama. Kuimba ni kipaji, ni uwezo. Wote tunaimba, lakini kuna wale ambao akisimama tu hapa anafanya kwa ubora hata kuliko wote. Ndio wengine ukisikia anasema sauti wimbo sauti inamtoa nyoka wapi? Pangoni. Yaani kuna mtu ana sauti tu akiimba, unajua huyu Mungu amemjalia uwezo wa ziada katika kuimba. Kuchora ni kipaji. Mimi na mtoto wangu pale ana uwezo mkubwa sana wa kuchora. Kama rafiki yangu Pastor Ungani anaweza akakuangalia hivi, mzee wa kanisa, anakuchora hivyo hivyo ulivyo. Kuchora. Sasa yule kijana wangu naye anaweza akakaa pale anaanza kuchora, ananichora vile vile. Ni kipaji, ni uwezo. Ubunifu. Vijana wabunifu, unajua hapa nazungumzia habari ya vipaji. Na vijana wengi leo unaona kwenye mitandao wanaanza kuzomea serikali, wanaanza kuzomea sijui nini, hatuna mtaji, hatuna nini, lakini Mungu amewekeza ndani yao. Kuna vitu vya thamani, wana vipaji, wana uwezo. Na ukiwa na kipaji ukakitumia utatafutwa. Haleluya. Hutakaa na kuanza kulalamika. Ndio uzuri wa kipaji. Yaani kipaji watu watakutafuta. Maana ni Mungu ameweka ndani yako kwa ajili ya baraka ya wengine, ukatatue matatizo au ukapatia watu wengine baraka. Kwa hiyo usikae hapo na kuanza kulalamika, unalalamikia serikali kwamba hakuna mtaji, hakuna nini. Mtaji Mungu ashaweka ndani yako, ndio mbegu hiyo. Haleluya. Amewekeza ndani yako uwezo wa kufanya kitu fulani cha ziada zaidi ya wengine. Inaweza kuwa ni ufundi. Bwana asifiwe. Ufundi ni kipaji hicho. Mafundi katika aina zake. Angalia jinsi ambavyo Roho Mtakatifu alivyokuja kwa kina Oholiab na kina Bezalel, kawapa uwezo na akili nyingi ya kuweza kuvumbua mambo katika ustadi wake. Hayo nimetaja machache kati ya mengi. Pointi ya msingi ni kwamba kila kipaji kinapaswa kitumike. Haleluya. Yule binti alikuwa anaimba hapa, yule madam, Mungu akubariki sana. Mungu amekupa kipaji cha kuimba. Nafanya hivyo kwa utukufu wa Bwana. Mimi nilikuwa nafuatilia kwenye mtandao wetu hapo wa Magomeni. Naona watu wanazidi kubarikiwa sana na huduma ya uimbaji ambao anaufanya huyu binti. Kwa hiyo tumia kipaji chako. Usikae tu hivi, kitumie. Jambo la tatu na la mwisho, kama ambavyo tumejifunza, kipaji unapokitumia lazima kilete athari. Na athari ni chanya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anahitaji ule uwezo aliowekeza ndani yetu uweze kuleta athari kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Na athari yenyewe tunayozungumzia ni athari chanya, sio asi, yenye kuwafanya watu wamjue Mungu, yenye kuwafanya watu wampende Mungu zaidi, yenye kuwafanya watu wamkaribie Mungu zaidi. Na hiyo ndiyo mbegu ambayo Mungu ameweka katika maisha ya kila mtu. Yaani wewe kama ni mtu tayari unaishi duniani, Mungu ameweka kitu cha ziada ndani yako ambapo mtu mwingine hawezi kufanya kama ambavyo wewe unaweza kufanya. Na hicho ndicho tunaita kipaji ambacho Mungu amewekeza ndani yako. Mungu ni Mungu wa vitu vingi kwa upekee, the God of varieties. Na hiyo unaweza ukaiona hata katika uumbaji. Aliumba mimea katika jamii zake, akiumba wanyama katika jamii zake, kaumba ndege na aina zake, of its kind. Aliumba wanadamu, na katika kuumba wanadamu ameweka vipaji katika aina zake. Huyu amepewa hiki, huyu amepewa hiki,
huyu amepewa hiki, huyu kapewa hiki, na vyote hivyo Mungu anahitaji viwe na athari. Vikitumika vizuri vitaleta athari chanya. Dunia itapinduliwa. Haleluya! Watu watamjua Mungu, maana mwenye kuimba ataimba, mwenye kuhubiri atahubiri, mwenye kufundisha atafundisha, mwenye kuandika ataandika, mwenye kuchora atachora. Kila mmoja kwa kipaji alichopewa kitaleta utukufu kwa Mungu, na athari chanya itaonekana katika dunia hii. Mungu atubariki asubuhi hii ya leo tunapotafakari maneno hayo na kufahamu ya kwamba Mungu ameweka kitu ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako. Kuna kitu cha ziada ambacho Mungu amekiweka, na hiyo ndio tunaita mbegu. Haleluya! Ukichukua mbegu ya mahindi ukaiweka hapo kwenye tiles, mzee wa kanisa, itaota? Haiwezi kuota. Hiyo ndio itakuwa mada yetu ya kesho. Haleluya! Ili mbegu iweze kuota lazima iwekwe mahali sahihi. Ni mahali gani? Tafadhali kesho tuhudhurie hapa na wale ambao mtakuwa mkifuatilia, ili tuweze kufahamu mchakato mzima wa sisi kuwa na mafanikio katika maisha haya. Bwana tubariki kwa jina la Yesu, amen. Tusimame wakati dada unatuongoza wimbo namba 134, na hapa mbele tuna sanduku la maombi. Tafadhali ikiwa una ombi lako unaweza kuleta hapa katika sanduku hili la maombi, lakini hapa pia kuna sanduku la sadaka. Unaweza ukadumkiza sadaka yako hapo wakati tunajiandaa kuelekea katika majukumu yetu ya siku hii ya leo. Basi tunapoimba wimbo namba 134 tutaimba fungu moja alafu tutapata ombi. Tafuta daima utakatifu, fanya urafiki na Wakristo tu. Nena siku zote na Bwana wako, baraka uombe kwa kila jambo. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tuna kila sababu ya kukushukuru sana na kulitukuza jina lako asubuhi hii ya leo. Asante kwa neema yako, asante kwa Roho wako Mtakatifu, na asante kwa kutupatia asubuhi nyingine tena ya kuweza kuja kujihudhurisha mbele zako kabla ya kuelekea katika majukumu yetu ya kila siku. Tunajiweka wakfu mbele zako tukiomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi, ukitubariki katika mapito yetu na katika njia zetu tunapokuwa tukiingia katika kazi na majukumu ya siku hii ya leo. Neema yako ikadumu kuwa pamoja nasi, ukituongoza na kutubariki, na yote yakafanyike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na ikikupendeza tena kesho tukutanishe asubuhi kama hivi, ili tuweze kujifunza kweli zako, na zaidi Bwana tukiandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Amen. Bariki kazi za mikono yetu tunapoingia katika kazi. Bariki wale ambao tunakwenda kufanya nao kazi, watumishi wenzetu, mabosi wetu, na wale ambao wanafanya kazi katika ofisi zetu, katika mashamba yetu, katika biashara zetu. Kila mmoja neema yako ikazidi kuwa pamoja naye. Tubariki sote kwa pamoja asubuhi hii, wale tulioko hapa na wale wanaofuatilia katika mitandao. Tupatie nafasi ya kukutumikia wewe na kujua wewe zaidi, na zaidi ya yote tukiandaliwa kwa uzima wa milele, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu, amen. Bwana atubariki sana. Bwana, naomba niongoze
Bwana wabariki, tuenende kwa amani ya Bwana. Katika wenye dhambi ndimi mkuu, ila Yesu akaja, kwa dhambi alikufa, akamimina damu ni upate uzima. Ajabu pendo lake, pendo lililo kuu, pendo lisilo mwisho, lidumu la milele, lililo nitafuta, ingawa sikumpenda, ingawa ni mbaya, Kristo ni vyote kwangu. Ajua haja zangu, huzuni zangu zake, hata katika vita